Juma, no wonder yule dada aliimba wa Tanzania akasema, nimefika njia panda, nimefika njia panda, sioni njia. Nimefika njia panda, nimefika njia panda, sioni njia. Lakini najua neno moja, yuko Mungu anayeweza. Nikifika mahali pasipojia, Mungu wangu atafanya njia. Hallelujah. Amesema nimefika pahali I don't know where to go. Yes. Na sasa sijui nitapita njia gani, maana njia imekuwa panda. But ninajua jambo moja. Amen. Ya kwamba yupo Mungu. Yes. Oh, hallelujah. The reason why we have gone through the year of Corona and we are still alive and well ni kwa sababu Bwana kuna Mungu aliye mbinguni. It is because there is a God in heaven. The reason why we are still alive and well. The reason why we've gone through storms and we've come out of it. The reason why we have not gone down to the grave. While our friends and our neighbors and our everybody has gone there and we are still alive and well and you are still there celebrating and you have come out of your darkness, out of your season of dismal. It is because there is a God in heaven. And that is a God that has brought us here today to celebrate His goodness. Bwana Yesu asifiwe. Na Ayubu akasema, nani asamai yuko wapi Mungu wenu? Apeanaye nyimbo wakati wa usiku. Yes. Yaani wakati wa usiku ni wakati ambao our season of darkness. Unaweza kuwa unaishi mchana but you are living in a night. Tunaweza wote kuchanganyika hapa sana. Na tunaweza kuwa we are celebrating and laughing. But some of us might be going through some tough time. Some darkness. Some dark season. Now during that particular season which is dark in your life, where you don't know where to go, where you don't know what to live for, where you don't know where to go next. Maandiko inasema na Mungu during that particular time and that particular season of darkness analeta wimbo wakati wa usiku. Na hiyo wimbo ni wimbo wa celebration. He brings a song, he gives us a song in the night. Nasema he gives us a song during the night. During every kind of night ambayo tunaishi. Ndugu, tunapitia wakati mwingine mausiku fulani ambayo imejaa uoga, ambayo imejaa taabu, na hatujui tutafanya namna gani during that time when you think it is too dark, when you think you cannot celebrate. All of a sudden God gives you a song in the night. And I pray this afternoon that whichever season you are going through right now, if God has helped you to go through Corona time and you are still alive and well, it is because there is God in heaven who is going to give you a song in the night. Sema a song in the night. Maandiko inasema Paulo na Sila waliwekwa korokoroni, na wakati walipokuwa korokoroni, instead of mourning because of their midnight, they began to have a song in the night. And in the middle of the night, they began to celebrate. Listen, yes, there is darkness. Yes, I'm in that particular hard season, but I can still afford to worship God in darkness because I know there is a God that gives a song in the night. Doesn't matter which night you are right now, I pray in the name of Jesus that God gives you a new song in the middle of your night. Pokea kwa jina la Yesu a new song and a celebration katika maisha yako. Ndio maandiko inasema
he gives a song in the night. Can I tell you something? The Bible records in Acts chapter 16 verse 25. At midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. They were listening to them. Because angalia these two categories. The prisoners were there. They understand naturally. Do you know? We are supernaturally natural and naturally supernatural. Umeandika hiyo kwa akili? No, andika hiyo kwa akili vizuri sana. We are supernaturally natural and naturally we are supernatural. Because we have our own nature, but the world do not understand how we can still sing in our dark season. The world does not understand how we can still celebrate in the year of Corona. The world does not understand how we can still manage to come to church when it is difficult, it is not convenient for us to come. The world do not understand. But we are here. I say we are here. I say we are here. And we are going to celebrate in spite of any kind of season we are going through. Sema hallelujah. Now wakaanza kuimba the two categories. The prisoners were there, and there are people who are supposed to be prisoners, but they are not prisoners. Church. There were two categories in that night, man of God. There were two categories. There were prisoners, and their work was they were listening, according to the scripture. Bible inasema, and the prisoners were listening. The prisoners were there in the same cell, and there are other people who are called remnant, who are supposed naturally to be called prisoners, but in this sense they are not prisoners, because they have refused to be defined by the situation they found themselves in. Wamekataa kuitanishwa na ile situation. Man of God, I don't care what kind of darkness we are going through right now, what kind of season we are going. Doesn't matter the magnitude of darkness that your season is right now. May God in this time give you a song in the night, and you have every reason to celebrate Jesus. You have every reason to celebrate God. Say hallelujah. Where is God that gives a song in the night? So, the people who are supposed to be prisoners, like the prisoners, they refuse to become prisoners. And they refuse to become silent listeners. Now, wamekataa kuwa silent listeners. Wao wakaamua. Outside, in this season, it is very dark. Very, very, very dark. And this season is not a convenient season for us to see. But nevertheless, wakasema, katikati ya hii taabu, katikati ya hii shida, I will not stop. I will not shut up my mouth. I will celebrate the goodness of the Lord, because I'm not going to die. I'm going to live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. We are not going to be tied to be called prisoners together with the rest. Sasa naturally, wale ambao wanaitwa prisoners, their work was to listen to the music. Their work was to listen to the worship experience. There are people ambaye kazi yao ni kukaa and to watch. Hata sio ajabu saa zile tunaendelea kuimba hapa, they are very good on Lucas. Ambaye kazi yao ni kuangalia vile ndugu anaimba. Akifanya hivi, akisema hivi, akifanya hivi, wakikimbia namna hii. They are looking at the style, they are looking at the way they are singing, but they miss the mark because they are in the darkness. But there are people who have refused to be in the darkness. Wamekataa kuwa katika darkness. They have refused to be in that particular season of darkness. Wamesema, darkness is there, but we shall praise the Lord. We shall continue worshiping Him. We shall continue celebrating Him. The Bible says, na wajamaa, the prisoners listened to them. Walikuwa wanasikiza wao. They were together, but they are in different worlds. And these two people, they were actually
wao wamesema, tukiwa hapa, we are not prisoners. And they began to have a song in the middle of the night. And you know what has happened? The Bible says, suddenly, there was a great earthquake. Suddenly there was a great earthquake. Hakuna mtu anasababisha earthquake ambaye ako normal. Ni mtu abnormal atasababisha earthquake. If you want to have the miraculous, do the ridiculous. You want to have the miraculous, do the ridiculous. Nani ata understand how you can sing at the verge of death, at the verge of being imprisoned? Nobody could understand. As a matter of fact, wale wajamaa walikuwa very normal. Very normal. Lakini hawa wajamaa wawili, they are not normal. They are not using their heads. They are using their faith. Hakuna watu kanisani. Nasema they were not using their heads. They were using their faith. And immediately the Bible says, and the earth, there was an earthquake. All of a sudden. And the prisoners were wondering, who in the world is this? Are these people who are singing in this kind of condition? Because there is a God who gives a song in the night. Angalia Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20, you know that scripture. Bible inasema Jehoshaphat akawa attacked by several nations, 3 of them. Na yeye alipogundua hivyo na akajua hana capacity, akaenda kwa Mungu na akamwabudu Bwana na akapata word of prophecy na wakatoka na Mungu akamwambia endeni kwa hiyo battle lakini msipigane. That is not your battle. That is not your battle. Enda ufanye kejada na rudi. Enda ufanye I'm about to release you right now. Enda mufanye Jehoshaphat. I know it is a dark time. I know it is a serious time. Yes. But don't go and fight anybody. Yes. Go and do a worship experience. Na wajamaa wakakuja wakasimama mbele ya wale maadui na badala wa wadunge na mikuki wakasimama stage, wakachukua tarumbeta, wakachukua gitaa, wakachukua piano, wakachukua drum set, ndugu piga hiyo kitu. Wakachukua drum set, wakachukua tarumbeta na keyboard na gitaa, walipoanza kuabudu with a worship experience. The Bible records very clearly. Maandiko inasema, and the people, and I really love that portion of scripture. Inasema, and the people helped to destroy one another. Yes. Kumesikia vile imesema? And the people, those ambaye walikuja kupigana na jamaa ambaye ako kwa worship experience. Can you worship experience? Yes. Can you get worship experience? Wale wamekuja kufanya worship experience. Bwana akasema pana guza hawa watu, watarukaruka lakini usiwaguze hawa watu. Maana maadui watasaidiana kudestroy one another. In the name of Jesus, in this afternoon, every sickness and disease ambayo iko ndani ya mwili wako utasaidiana kupigana wenyewe na watauana wenyewe. At the end of the worship experience, you will have a song in the night. I say you will have a song in the night. You will have a song in the night. Na maandiko inasema finally, in the book of, that is Psalm chapter 88. Psalm chapter 88, verse 10. I'll finish with that one. Psalm 88, verse 10. Because what we are doing this Sunday service, it is a Thanksgiving service today. And we want to give our God our Thanksgiving offering. To bless the Lord, even in the middle of the so-called pandemic. In that middle of that darkness, there are certain people. There are certain people. And I think a certain people have met today. Amen. There is a certain people. Do you know that is how
the enemies described Israelites when they came out of Egypt. Walisema yule mtu alikuwa anaitwa Balaam na Balak. Jamaa moja akamwambia mwingine, there is a certain people. Yes. They do not understand them. There is a certain people wametoka Egypt hivi majuzi. Now they are taking over everything. Now the problem wanaongezeka. Another problem, they are just very unique because wao wanaongezeka kwa desert. Unajua hivi wengine hamjaelewa hilo. Wanaongezeka kwa desert. They come out about 600,000 people, wamefika 2.5 million. Na wanazaana kwa desert. Kama desert locusts. Na ni binadamu. I don't understand that kind of people. There is a people. Na ndio maana hata leo, look at all these people that have come to celebrate God in their worship experience. In the year ambayo it is not convenient. Kwa sababu it was a very tough year. But we are in December. Nini mjasikia vile tumesema? Tumesema if you are not aware, we are in December, man of God. Inaitwa COVID-19. Kwa hivyo ilianza 2019. But we are in 2020 December. You are not understanding what I'm saying. Inaitwa COVID-19 because it started 2019. Na ikaingia 2020 kwa nguvu. Hata as a matter of fact, hii inaitwa the second wave. Mawaves zimekuja na ikakuacha ukiendelea tu. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Oh, hallelujah! Because there is a certain people in the middle of the night, they still have a song to sing. In the middle of economic meltdown, they can still afford to sing. Because God has given them a song in the night. In the middle of the night. Hallelujah. In Psalm chapter 88, the Bible records, na kasema huyu mtumishi wa Bwana, for your information, this man was Ezekiel, and it was just a reputation. Nobody saying, wakati mtumishi wa Bwana Isaiah alikuja akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa. Hii itakumaliza. Sasa kuna mambo ambayo alisema, alimwambia Bwana. You know, kuna watu ambao wanasema hawajui kwa nini jamaa aligeukia wall. Na hawajui yale maneno aliyesema hapo kwa wall. Some of the words ambayo alitamka imeandikwa kwa Zaburi 88. Akamwambia Bwana, he said, Psalm 88 verse 10 inasema aje? Hai. Mungu, do you show your wonders to the dead? Oh, nimesikia you want me dead. Nimeambiwa tu na your servant right away, right now, na ameenda. Na ameniachia ujumbe, ameniambia kazi yako sasa, ita mama, ita vijana wako, wagawie shamba, say your will, your last word, because surely you will die. Alipopata hiyo habari, maandiko inasema hajaita mama, hajaita vijana, hajaanza kujipanga. Ile kitu alifanya, aligeukia wall na kumwambia Mungu the following things. Akamwambia, God, I heard you want me dead. Hiyo ndio nimesikia. Mungu sasa atampatia wimbo mpya wakati wa darkness. I heard you want me dead today. Lakini I have a question. Nikienda kufa kama unataka nikufe. Ukijibu hii maswali, I'm ready to die. Do you show your wonders to the dead? Question number 1. Question number 2. Do those who are dead rise up and praise you? What a challenge. Na baada ya kutupa wall, mtu wangu kwa wall tu, anamwambia, je, do those who are dead rise up? No, you want me to die. Hakuna shida hapo. But nikiwa pale,
unakwanga na capacity ya kufanya wale kwa grave wa jamaa waamuke wakaanza kukusifu. Wawe na worship experience. Kuna kwanga na worship experience katika kaburi. Huko chini maana sijaienda. Hapo kuna kwanga na inaitwa nini na drum set. Huko kuna kwanga na keyboard. Maana sijaifika pale. Na kutakuwa na watu ambaye tutafanya worship experience pamoja. Mungu bado anashia. Hai unaona ngwani. Ngoja, ni maswali tu nakuuliza alafu niende. Usiulisema unataka mimi niende? Si ulisema unataka niende? Haya, nikienda huko waliokufa na watu hawana, mtu wangu hajanisomea kwa Kiswahili. Waliokufa wanaweza kukusifu? Hiyo maswali tunajibu tu alafu tuombe. Zaburi 88:10, wafu je, utawafanyia miujiza? Au waliofariki watasimama na kukuhimidi? Watasimama na kukuhimidi. Dada endelea, usikae. Verse 11. Fadhili zako, hizo maswali hazijaisha. Hapo na swali kadhaa. ABCD. Fadhili zako zitasimuliwa kaburini. Baba, bila unataka niende, fadhili zako zitasimuliwa huko kwa kaburi. Oi. Au uaminifu wako katika uharibifu. Uaminifu wako inaelezwa huko kwa kaburi. Miujiza yako itajulikana gizani. Maana tukifanya worship experience, miujiza huwa inafanyika. Sasa ikifanyika huko itafanyika. Anauliza hiyo maswali. Au haki yako katika nchi ya usaulifu. Hiyo inaitwa nchi ya usaulifu. Sio bure Bwana ametuepusha hii mwaka tusiende hapo. Katika nchi ya usaulifu. Hiyo nchi ya usaulifu. Sio bure Bwana amekataa tuende. Wanasema sio bure Bwana amekataa twende, na hatuko karibu kwenda, maana we are doing a worship experience. Sema hallelujah. There is a God who gives a song in the night. There is a God who gives a song in the night. And so many of us can go through certain nights. Lakini Zaburi, is it Psalm chapter 30 verse 5 inasema aje? Inasema weeping may endure the whole night, but there is hope. Joy comes in the morning. And I pray today that God is going to usher you into a certain morning. Your morning is coming in the name that is above every name. And I want us to give to God our thanksgiving offering right now, because we are celebrating. Doesn't matter which kind of darkness we are going to find ourselves in. Haijalishi tutakuwa katikati ya season gani. But in every season we are going to celebrate Him. In every season we are going to see the praises of God. That is why we read today Jonah chapter 2 verse 9 and 10. Bible inasema na Jonah alimetwa kwa tumbo ya samaki, na samaki akaingia ndani ya bahari. So it was not difficult, it was not easy for that man with the experience atoke kwa samaki, aingie kwa bahari, ndiye afloat atoke nje. But akiwa pale akafanya worship experience. Akiwa ndani ya samaki, Yona 2:9-10. Akiwa ndani ya samaki akaamua hakuna kitu kingine naweza fanya. I'm going to do a worship experience. Na alipofanya, in verse 10 Bible inasema, and God spoke to the fish. Na akamwambia fish, huyo jamaa atoke. Na jamaa akaanza kwenda juu, na samaki akaanza kutafuta, akakosa amani.
akakosa amani, because there is a certain person lazima a celebrate in the worship experience. Doesn't matter which kind of darkness you are right now, release it right now. Nasema release it right now. Haichanganyiki na worship experience. As we begin to worship right now, as we begin to celebrate, I don't care which kind of season you are. There is a God that we are going to worship that is going to give you a song in the night, a song in the middle of the night. Na Biblia inasema na hawa na Mungu aliposikia huyu jamaa baada ya kufaulu, watu ambao wako huko chini watakusifu, watasimulia mambo makuu yako. Kuna praise and worship huko. Na Bwana akamwambia akamwambia sasa wewe chagua kama nitaendelea kuishi, maana nikiishi nitafanya several worship experiences. Akiwa ananena, Mungu akazungumzia jamaa. Alikuwa anaitwa nani? Isaya. Njiani hajafika kwake, akamwambia Ela, simama, kumetoka pande ile. Kumetoka katika ile nyumba ambayo umeacha. Jamaa amenipatia changamoto ya maswali. Ameniambia nikienda huko, nani atakusifu? Nani atakuimbia? Kwa hivyo sasa rudi tena na uende kwake, mwambie Bwana asema hivi, amka, nimekuongezea miaka 15 so that you can do worship experience. Today we are going to thank our God. We have gone through certain darkness. We are going through certain season of darkness katikati ya mwaka huu. Lakini Bwana ametutoa. And today we are in December. If you are not aware, we are in the last month of the last year of the pandemic. In the second wave of the pandemic. Na bado tu. Second and last. Thank you, man of God. Second and last. So 2021 shall be a year of testimonies. I say 2021 shall be a year of testimonies. Simama mbele za Bwana. We thank God. Anza kuinua mikono zako mbele za Bwana. Let us celebrate Jesus. Let us thank God. The God who gives a song in the night. May you have a new song in the night, my brother, my sister. Inua mikono zako, mwambie Bwana, wewe ndio umenifanya nipenye, nitoboe maisha katikati ya mwaka ambaye haukuwa convenient for me to be alive. But you gave me time to live. You gave me the grace to worship you. You gave me the grace to stand in your presence so that I can celebrate the goodness of the Lord.